Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya Dominika ya 4 ya Kwaresma ya mwaka A wa Kanisa. Dominika hii inatambulikana kama Dominika ya Laetare. Laetare maana yake furaha. Tunaalikwa kufurahi. Antifona ya wimbo wa mwanzo kabisa wa maingilio katika ibada ya misa takatifu inasema furahini katika Bwana. Tena nasema furahini, furahini, furahini. Furaha hii inaonekana katika somo la Injili ambapo tunakutana na kipofu anaponywa na Yesu, anakuwa na furaha. Lakini somo la pili pia linabeba ujumbe wa sisi tumeondolewa katika giza na tumewekwa katika nuru, tumefanywa kuwa nuru, hivyo tunapaswa kufurahi. Furaha inaonekana katika nuru, lakini furaha pia inapatikana katika afya njema. Hivyo ndugu zangu, tunapotafakari masomo yetu matatu ya leo, somo la kwanza likitoka kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 16 aya ya kwanza B hadi ya 6 na 7 na aya ya 10 hadi ya 13a. Na somo la pili ni kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 5 aya ya 8 hadi ya 14 na Injili ya Yohana sura ya 9 aya ya kwanza hadi 41. Somo la kwanza linatupa ujumbe Mungu hana mdogo. Mungu hana mdogo. Yeye anachokiamua na kukipanga, akijalishi kinawekwa kwa nani au anapewa nani. Mwenyezi Mungu anamtuma Samueli kwenda nyumbani kwa Yese kumpaka mafuta mmoja wa watoto wa Yese, na huyo ndiye Mwenyezi Mungu amemchagua kuwa kiongozi. Hivyo vigezo vya uongozi kwa Mwenyezi Mungu si umri wala si umbo wala si uzuri wala si nguvu, bali vigezo vya uongozi kwa Mwenyezi Mungu ni ubora wa mtu, bidii na unyenyekevu. Daudi alikuwa na sifa hizi za pekee kabisa ambazo Mwenyezi Mungu amezitambua ndani mwake na alimjalia yeye mwenyewe. Hivyo anapata kupendezwa naye na anamtaka kuwa kiongozi, mfalme, anakwenda kupakwa mafuta. Na hivi ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunapopewa nafasi za uongozi, tutambue kwamba ni karama iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Tuipokee. Mwenyezi Mungu haangalii kwamba mimi nitaweza kweli namna nilivyo hivi. Mungu amekuteua tayari, amekuandalia nguvu na ameshakupa tayari paji la imani kwamba uweze kufanya kazi yake. Hivyo tupokee nafasi za uongozi. Daudi anakwenda kutafutwa alikokuwa mbali mpaka analetwa na anafanywa kuwa mfalme, anafanywa kuwa kiongozi, anamiminiwa mafuta. Kwa sifa hizo, yeye Daudi alikuwa ni mchungaji wa kundi la kondoo wa baba yake, na alikuwa machungani wakati anatafutwa. Mwenyezi Mungu amemuona tangia huko akiwa anachunga, anaangalia, anapambana na wanyama wakali dhidi ya kondoo wa baba yake. Na hivyo sifa hizi ambazo amezionyesha katika mapambano hayo, hata sisi tunapaswa kuzionyesha katika mapambano dhidi ya shetani, dhidi ya adui wabaya, ili tuweze kupata nafasi ya uongozi mzuri na mwema na kuwafanya watu wengine pia
waongoke. Ndugu zangu, je, tumekuwa na bidii ya kazi? Je, tumekuwa watu bora? Je, tumekuwa wanyenyekevu ili tuweze kuonekana na tupakwe mafuta? Tumepakwa mafuta, pengine mafuta haya hatujayafanyia kazi vile inavyotakiwa katika sakramenti ya ubatizo. Hivyo sasa tuhuishe upya nguvu hii ya mafuta tuliyopakwa. Somo la pili linatupa ujumbe, mmekuwa nuru. Mmekuwa nuru. Tunakumbushwa kuwa tumefanyika nuru na kuondolewa gizani ambako tulikuwa. Nuru hii imeletwa na Kristo, nasi ametufanya tuwe nuru kama yeye alivyokuwa nuru. Ameliondoa giza. Hivyo tunaona furaha katika Dominika hii ya furaha. Nuru, giza linaondolewa na nuru, na baada ya giza kuondolewa na nuru kunajawa na furaha. Watu wanapata furaha. Watoto wa nuru wana matunda ndani yake. Je, tunayo hayo matunda kama watoto wa nuru? Na matunda hayo ni haya: wema, haki na kweli. Je, tunao hiyo sifa ya wema? Wewe kama Mkristo Mkatoliki mbatizo, una sifa ya wema? Una sifa ya kutenda haki na kweli? Tutafakari na tuone kwamba kweli sisi tumefanyika kuwa nuru. Hivyo muombe Mwenyezi Mungu akufanye uwe nuru, uangaze, utoe giza kwa watu walio gizani, wamulikie mwanga waweze kumwona Kristo katika maisha yako, ili uonekane kweli wewe ni nuru na si kufanya mambo maovu katika nyakati za siri, kujificha. Na yale yanayofanyika sirini huko ni ya aibu, hata watu wakiyasikia na kuyaona ni fedhea. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie hekima ya kuishi vema maisha yetu, kuwa watu wema, wenye haki na wakweli. Fanyika kuwa nuru na usifanyike kuwa giza kwa watu. Nuru hiyo ifanye itawale katika maisha yako siku zote, katika kutenda kwako, kunena kwako na kuishi kwako pamoja na watu wengine. Na somo la Injili linatupa ujumbe ugonjwa na dhambi. Ugonjwa na dhambi. Wanafunzi wa Yesu katika somo hili wanamuuliza Yesu, baada ya kukutana na kipofu huyu ambaye tangu kuzaliwa kwake ni kipofu, na wanamuuliza Yesu, kati ya yeye na wazazi wake ni nani aliyetenda dhambi mpaka amekuwa hivi? Na Yesu anawakatalia na anawaambia, si yeyote aliyetenda dhambi, si wazazi wake wala si yeye aliyetenda dhambi. Kumbe haya yamefanyika kwa mpango wa Mwenyezi Mungu, ili Mwenyezi Mungu mwenyewe ajidhihirishe katika maisha ya watu wake ambao amewajalia vitu kama hivi viweze kuwepo au kutokea. Hivyo katika maisha yetu na jamii zetu tuna watu wa namna hiyo, wamezaliwa viwete, wamezaliwa wagonjwa, kila wakati wanateseka, wanaumia, wana maumivu toka kuzaliwa kwao, lakini Mwenyezi Mungu ameendelea kuwainua, kuwakuza na mpaka leo hii wanaendelea kuishi. Ni neema ya Mwenyezi Mungu pekee. Tusitafute mchawi ni nani. Mwenyezi Mungu anatusaidia pia na anatupa pia uwezo wa kushiriki mateso ya Kristo tangia kuzaliwa kwetu. Tusiangalie vitu hivi na tukahisi ni dhambi, lakini hatuwezi kukataa kwamba kuna magonjwa yanayotokana na dhambi. Dhambi tunapozitenda, magonjwa yanatokea. Kwa mfano, HIV inatokana na dhambi. Ukiendekeza sana ngono, mwishowe unapata virusi vya HIV. Ni magonjwa ambayo yanasababishwa na dhambi, na hivyo tumuombe pia Mwenyezi Mungu tusiingie katika magonjwa ya dhambi, atuepushe. Lakini tuishije? Tuishi kwa kutenda wema, haki na kweli, ili Mwenyezi Mungu aweze kuonekana ndani ya maisha yetu. Lakini pia atusaidie tuweze kuwapatia nuru watu wengine
katika shida zao, katika magonjwa, tuwatembelee wagonjwa, tukawape faraja na kuwatia moyo ili waweze kuinuka katika hali yao ya ugonjwa, waweze kusimama tena, kama Yesu anavyotumia tope, anatema mate chini, anafinyanga tope na anampaka machoni mgonjwa huyu, na mgonjwa huyu anapona, anakwenda kunawa, anamwamuru aende kunawa katika birika la Siloamu. Anafika kule ananawa, na anaponawa anakuwa tayari mzima. Macho yake yanaona, sehemu yake ambayo ilikuwa haipo sasa inapatikana. Anaweza kuona na anatambua vitu, anawaona watu na anashangaa namna gani nuru hii imemmulikia katika maisha yake. Hivyo tunaalikwa leo hii pia tuwamulikie wengine, tuwaondolee upofu wa imani. Watu ambao bado hawajamtambua Kristo, hawajamuona Kristo, tuwapake matope, tuwashike mkono, tuwaambie wakanawe. Na bilika letu la kunawia ni kitubio. Sakramenti ya kitubio ndiyo bilika letu la Siloamu, la kwenda kujinawisha, la kwenda kujiosha, ili tuweze kurudisha nafasi yetu ya kuona, ya kumwona Mungu na kukutana naye, na kuwaona pia wenzetu waliopotea huko walikopotelea, na kuwarudisha, kuwashika mkono, tuwaongoze pia hawa wenzetu waende wakatubu, na hasa waliokosea, ambao tunatambua wapo katika maanguko, wale ambao wanaishi katika ndoa sugu, ndoa za uzinifu kila siku zisizo na baraka za Mwenyezi Mungu. Tuwaambie maisha wanayoyaishi ni maisha ya upofu. Hivyo tuwashirikishe neema ya Mwenyezi Mungu hii ambayo kipofu huyu ameshirikishwa na Kristo mwenyewe, na mwisho anakwenda kunawa. Nasi tunawe kila wakati katika sakramenti ya kitubio, ili upofu wa imani, upofu wa kuendelea kuishi katika hali ya giza na dhambi iondoweze kuondolewa, na tubaki kuwa wasafi na wenye kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.